Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa makala ya leo. Hivi leo tuko katika makala ya 7 katika mafundisho yetu ya Biblia na tunazungumzia juu ya uaminifu wa mwisho, ibada katika eneo la vita. Na hii ni robo ya 4, robo ya mwisho katika mwaka huu. Pamoja nami kukuletea makala haya tunaye dada Trisa. Happy Sabbath. Pia tuna ndugu Ongera. Ujambo mpenzi mtazamaji. Tuombe ndugu Ongera. Tunaomba. Baba na Mungu wetu ishie mbinguni, limidiwe jina lako milele kwa sababu ya utukufu wako. Sasa hivi tumekuja kando kama wana wako kujifunza makuu katika Biblia. Ombi letu ni kwamba Mungu utangulie tunapojifunza, Roho wako Mtakatifu awe mnenaji wetu mkuu. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante ndugu Ongera kwa ombi. Sasa naomba mpenzi mtazamaji tuandamane hima fahima katika kukuchusa mengi asubuhi ya leo juu ya ibada katika eneo la vita. Eneo la vita ni pande gani dada Trisa? Ni mahali kwenye mapambano, kuna msukumo wa changamoto fulani. Ndugu Ongera, inasema uaminifu wa mwisho, ibada katika eneo la vita. Hii ni majaribio kwamba hii ndio ya mwisho wamepewa ama namna gani? Hakika katika mtazamo wa kiroho mafanikio yanakuja katika enzi yao. Sasa ni mwisho wao. Asante sana, imekuwa ni mwisho katika majaribio, ibada katika eneo la vita. Eneo la vita, Biblia inapozungumzia vita, kuna vita aina nyingi. Kuna vita vinavyopiganwa katika mioyo yetu, vita kati ya shetani pamoja na Yesu Kristo ya kuweza kumiliki mawazo yetu na kutuelekeza kutenda yaliyo mabaya. Huku Yesu Kristo akitaka tuweze kutenda yaliyo mema. Waisraeli walipopatiwa nafasi ya kuishi katika sehemu ya Kanani, ilikuwa ni kwamba wapambane na Wakanani waweze kuwashinda katika vita, na ule ushindi ungepatikana mradi tu wangeweza kupata maagizo na agano waliofanya pamoja na Mwenyezi Mungu. Hivi leo tuomba kwamba tuweze kukuchuza mengi na kukuchambulia ibada katika eneo la vita, kwa sababu ni sehemu ya mwisho wamepatiwa. Wakianguka basi hawashindi vita. Tutakuchuza mengi, lakini tuanze na fungu letu la kukalili ambao ni Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, hayo yote mtazidishiwa. Basi utafuteni kwanza ufalme wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuhimisha katika kitabu cha Mathayo 6:33 kwamba jambo la kwanza la kufanya tuweze kutafuta ufalme wake Mwenyezi Mungu, ufalme wa mbinguni. Ndugu, si kuna falme nyingi sana? Unaweza kutafuta ufalme wa dunia. Ufalme gani tena dada Trisa? Kuna ufalme wa mbingu. Kuna ufalme wa mbingu. Mwingine ndugu? Kuna falme za dunia. Kuna falme za dunia, kuna miliki za dunia katika nchi. Kama kuna nchi ziko na royal families zinazoongoza katika hizo falme, kama UK, nchi ya Uingereza iko na royal family. Pia nchi zingine ziko na hizo, nchi za Mashariki ya Kati. Kwa hivyo hapa ufalme unaozungumziwa, Yesu anazungumzia ufalme wa mbinguni, kwamba tutafute kwanza. Tutakapo utafuta tutapata haki yake, na vingine vyote tunavyovitafuta tutazidishiwa. Tukitafuta mali, kwa sababu kwanza tumetafuta ufalme wa mbinguni, tutazidishiwa. Tukitafuta elimu, kwa sababu tumemweka Mungu mbele, tutazidishiwa. Tukitafuta afya, kwa sababu kwanza tumemkaribisha Mungu katika mioyo yetu, amenatumiliki, anatuongoza. Kila jambo tunalifanya linaongozwa na yeye. Basi ukweli ni kwamba tutakuwa washindi wa imani, kwa sababu tumeulizwa kwamba tutafute ufalme wa mbinguni kwanza na mambo mengine yote tutasidiziwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mshindi katika jambo. Hata katika Pasaka ya mwisho yeye ndiye alikuwa mshindi katika hilo jambo. Katika vita za Waisraeli alikuwa mshindi. Ukweli wa mambo ni kwamba ibada ya asubuhi na jioni na vile vile madhabahu ya familia yanaonekana kuwa nje ya muktadha katika maisha yetu yenye gharama ya juu, yanayoendeshwa kwa urahisi, yanayolenga mafanikio. Hata hivyo, ndani kabisa ya mioyo yetu zote tunajua muda tunatumia pamoja na Mungu na wapendwa wetu ndio uwekezaji bora zaidi wa wakati wetu mchache. Tunakuwa na shughuli nyingi wakati wa mchana.
Hata asubuhi tunakuwa na heka za kutoka nyumbani. Wengine wanasahau kuomba asubuhi, wanaombea chai asubuhi peke yake wanaondoka. Mahala wanakula lunch, mankuli ya mchana, wanaombea chakula peke yake wanaondoka. Lakini tuomba kwamba tuweze kuomba bila kusita, tufanye ibada bila kusita nyumbani, ya asubuhi pamoja na familia, ya jioni kwa sababu tuko pamoja, ndipo tumwalike Mwenyezi Mungu katika kila jambo tunalofanya katika dunia hii. Sasa tunaingia katika sehemu yetu inayozungumzia agano kwanza. Dada Teresa, tufunulie. Nashukuru kwa fursa. Agano kwanza. Naposema agano kwanza, namaanisha ya kwamba kuna yale ya kuacha ndio uweze kuzingatia agano. Tukiangalia wana wa Israeli wakiwa wanaongozwa na Mungu, waliweza kuwa na agano ya kwamba Mungu aliweza kuambia yale wanaowafuatilia ili waweze kuwa pamoja na yeye. Katika siku hii tunaelezewa kutoka kitabu ya Yoshua 5 fungu lake la 1 mpaka 7. Mahali tumefikishwa na mwandishi wetu ni mahali tunafika kizazi kipya ambao kinachipuka baada ya kizazi cha kwanza kuongozwa na Mungu na kufika katikati kabla wamalize safari yao. Tunaona wengi wao walioongozwa kutoka kule Mungu alikowatoa Misri. Tunapata wengi wameweza kukufa kwa sababu ya kutotii. Na wale ambao waliokufa hapo mwanzoni waliweza kuwa wametailiwa. Na hapa tunaona tukisoma katika hiyo kitabu, naomba mwalimu kaweze kutupea hilo funzo. Naomba niweze kusoma kitabu cha Yoshua sura ya 5 kuanzia aya ya 2 mpaka aya ya 7. Wakati huo Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, tengeneza visu vya jiwe ngumu ili uwatairi wa Israeli. Basi Yoshua akatengeneza visu hivyo vya jiwe gumu na kuwatahiri wa Israeli huko Gibea Araroth. Sababu ya kuwatahiri wa Israeli ni hii: Waisraeli wote wanaume waliotoka Misri ambao walikuwa umri wa kwenda vitani, wote walifariki katika jangwani baada ya kutoka nchini Misri. Hao wote waliotoka Misri walikuwa wametairiwa, lakini wale wote waliosaliwa safarini huko jangwani baada ya kutoka Misri walikuwa bado hawajatairiwa. Waisraeli walisafiri kwa muda wa miaka 40 nyikani. Hata wanaume wote waliokuwa na umri wa kwenda vitani wakaangamia kwa kuwa hawakusikiliza aliyosema Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliwapasha watu hao kwamba hawataiona nchi hiyo iliyoahidiwa yenye maziwa asali. Yeye aliwaapia baba zao kuwa atawapa 7. Kwa hiyo ilikuwa ni watoto wa hao watu ambao Mwenyezi Mungu aliwakuza badala yao, na ndiyo Yoshua aliwatairisha, kwani hawakuwa wametailiwa wakati ule walipokuwa safarini huko jangwani. Mwisho wa kunukuu. Tunashukuru katika hilo somo limetuelekeza ya kwamba waliosaliwa katika njiani hawakuwa wametailiwa. Na katika hii kutailiwa kuna jambo fije mbali na kutengeneza vizu ya kuweza kufanya utawala. Tunaambiwa kuna kutii. Mbali na kumwaga damu ili agano liweze kuonekana, kuna kutii. Na hiyo kutii ndiyo hata hapa mwanzoni mwanadamu aliweza kuanguka. Na kutotii hiyo imefanya waliopewa ufanya agano na Mungu mule mwanzoni wameweza kukufa. Msikizaji, mtazamaji, usitazamie kuwa ni vizu ya kutahiri kufanya utawala tu. Roho yako ya stahili kufanyiwa utawala. Unafaa kufanyiwa utawala wa kiroho. Uweze kumtii Mungu kwa kushika amri zake na kufanya mapenzi yake. Waliokoza kufanya agano lile ambao waliokuwa wamesikizana na Mungu kwa kutii, wakafanya kutotii, waliweza kuangamia. Kizazi hiki ambao kimesaliwa jangwani katika safarini hawakuwa wanaelewa Mungu amefanya yapi yule mle njiani. Katika ile hali ya kutahiri tunaambiwa Yoshua na watahiri alikuwa awafunze
awaelezee babu zao wameweza kusaidiwa na Mungu katika kuvuka mto, katika kuepukana na miungu ya Farao, ili waweze kujua changamoto hizo zote, wakaweze kumheshimu Mungu ambaye amewatendea hayo. Ndio tunaambiwa Musa alikuwa akiongoza na wakawa ameambiwa atairi wa Israeli. Pia yeye aliambiwa atairi mtoto wake kabla ingie kwa vita. Nawe pia leo hii tunaona Yoshua ameambiwa mambo ya kutairi wa Israeli ndio waweze kuvuka kwenda nchi ya ahadi. Unajiandaa kwenda mbinguni. Je, moyo wako umetairi? Tunaambiwa Waisraeli wako katika nchi ya vita na katika hali ya mapambano, lakini mule wameambiwa waweze kufanya nini? Kutahiri. Katika hali yao ya kutahiri tunaambiwa kwamba waliweza kujiandaa. Na katika hali ya kujiandaa, hawakujiandaa kwa ajili ya kuandaa farasi zao kwa vita ama kutafuta mbinu za kupambana na wale maadui zao, ila tu waliweza kushughulika kufanya kumbukumbu kila ambacho wamepitia, kuwafunza wale watoto waweze kumuelewa Mungu. Tunaelezewa kulikuwa na hali ya kuwaelezea katika hali ya safari yao, kulikuwa na Pasaka mle njiani, na kulikuwa na vile Mungu ameweza kuepusha Waisraeli kutoka kwa maadui. Sasa jambo la kutuhimiza hapa ni kwamba waliweza kujihukumu wenyewe na kujitakaza ili wajiandae waweze kujiondoa kwa kila dhambi, waweze kupea Mungu nafasi kuwapigania. Tunaelezewa ya kwamba waliweza kutambua kuwa Mungu ndiye aliwawezesha kuwa washindi katika vita. Na kwa vile waliweza kujua Mungu ndiye aliwawezesha kuwa washindi, waliweza kuelewa kuwa waweze kumtii na waweze kumweka mbele, na kwa matayarisho ya vita wamweke Mungu mbele. Vita si vyao, ni vya Mungu. Asante. Vita haikuwa yao, vita ilikuwa ya Mwenyezi Mungu, na ashiriwa kwamba muda unaendelea kuyoyoma. Kwa hivyo ilibidi kwamba watailiwe, watayarishwe kwa vita. Walioangamia njiani, wale walisafiri na hao wasaidiwe. Ndugu Ongera, tusaidie katika Pasaka. Nashukuru ndugu kwa ajili ya nafasi. Tunapojifunza fundisho hili, kwanza ningependa kuanzia pale ambapo dada ametangulia kunena kwamba kulikuwa na agano kwanza. Wana wa Israeli wa kizazi hiki cha pili, tunapozungumzia kizazi ni baada ya miaka 40. Hivyo katika Biblia tunapozungumzia kizazi, tunazungumzia kizazi ambacho kimemaliza miaka 40 ama generation kwa kizungu. Sasa kizazi hiki cha pili, kumbuka kwamba kizazi cha kwanza kilikuwa kimeangamia. Sasa kizazi cha pili ndio hichi Joshua anaelekeza. Walipoelezwa Joshua alipowatahiri, huku kutahiriwa ama tohara hii ambao walifanyiwa haikuwaletea ushindi wowote, bali tohara hii sio hiyo ishara tu ambayo iliwaletea ushindi, bali ni imani waliokuwa nayo. Sababu agano ilikuwa imetangulia kutolewa kwamba watu wa uzao wa Mungu wangepata kutahiriwa. Sasa walipotahiriwa ilikuwa ni kukubali yale ambayo Mungu alikuwa amefanya kati yake na wao. Sasa kutii ndiko kulileta ushindi. Tunapozungumzia Pasaka, wapendwa, ningependa kuwarudisha katika kitabu cha Mwanzo 12 ili tuelewe mzingi wa Pasaka. Kumbuka Waisraeli wakiwa pale Misri, kuna yale mapigo ambayo Mungu alikubali akamjia Farao. Sasa yale mapigo yalipokuja, kuna pigo la 10 ambapo kijana wa kwanza wa kila familia ya wa Misri angekufa. Lakini Mungu alifanya agano na wana wa Israeli, akawaambia kwamba wachinje kondoo wa kwanza, kondoo ambaye ni wa kusaliwa wa kwanza, wapake damu katika malango yao. Walipofanya hivyo, wale wasomaji wazuri wa Biblia tunaelewa ya kwamba Waisraeli, vijana wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wa Waisraeli waliepuka changamoto. Jambo hili lina umuhimu wake. Hivyo Waisraeli wanapoanza safari yao kutoka Misri wakielekea jangwani, wakipata uhuru wa kutoka katika nchi ya utumwa, sasa Pasaka ama kile ambacho kilichotendeka kiliwaletea uhuru, wakaanza mwanzo mpya. Sasa tunapojifunza, sasa tuko katika kitabu cha Joshua pia, kumbuka Waisraeli pale kitabu cha Kutoka walifuka bahari ya Shamu. Mungu aliwafanya wakafuka bahari ya Shamu.
tunapokuja katika kitabu cha Yoshua, pia tunaona kizazi cha pili cha Waisraeli pia wakivuka mto Yordani. Sasa wanapovuka mto Yordani, wanapovuka mto Yordani, kuna lile ambalo Yoshua anaamuru Waisraeli wafanye. Jambo la kwanza ambalo anawaambia wafanye ni kwamba wafanye Pasaka. Pasaka ilikuwa na umuhimu wake. Wakiwa katika nchi ya Kanani walifanya Pasaka. Hii Pasaka ilikuwa inaashiria mwanzo mpya, sababu wakipita katika mto wa Jordan walikuwa wameanza maisha mapya. Sasa Pasaka ilikuwa inaashiria mwanzo mpya ama kuanza upya. Zaidi ya hapo wapendwa, tunapojifunza kondoo alipotolewa kama kafara, jinsi ambavyo tunajifunza mara si moja kwamba kondoo akitolewa kama kafara, kondoo huyu alikuwa ni picha ndogo ambayo ilikuwa ina maana fiche, sababu kuna mwana kondoo ambaye ni Yesu, kondoo halali ambaye angekuja kufa kwa ajili ya kumnusuru mwanadamu kutoka kwa utumwa ama kutoka kwa dhambi. Sasa hivyo Yohana aliyetuandikia kitabu cha Yohana pia anatueleza wazi kwamba kutakuja wakati ambapo mimi pamoja nawe. Huyu Yesu alipokuja katika ulimwengu huu aliandaa Pasaka na wanafunzi wake. Pasaka hii ilikuwa inaashiria kwamba kuna wakati mmoja huyu Yesu atakuja na tutaingia katika ile Kanani ambayo tumeandaliwa, tutatembea pamoja naye, tutashiriki kwa meza ambayo itakuwa imeandaliwa na yeye akiwa ndiye mwenye harusi. Na Mungu atubariki tunapozidi kujifunza. Asante ndugu. Shukrani sana ndugu Ongera, umetufafanulia juu ya Pasaka iliyofanyika. Chochote chenye unaweza kuongeza hapo dada Trisa? Nashukuru kwa fursa hii. Tumeelezewa ya kwamba mbali na kufanya hiyo Pasaka, kufanya Pasaka ilikuwa ni ukumbusho. Na hata sisi leo hii Pasaka kubwa ilikuwa ni Yesu ambaye alikufa kwa ajili yetu. Walikuwa wanasherehekea mwana kondoo, leo hii tunasherehekea damu ya Yesu Kristo. Unapoikubali pia wewe umehesabika mteule na ambaye ni Mungu anayemtambua. Shukrani dada Trisa. Sasa tuelekee sehemu inayozungumzia juu ya madhabahu za upya. Kama ilivyokuwa kawaida ya Waisraeli, walipokuwa wamemaliza jambo fulani, walifanya madhabahu, walitengeneza mawe 3, wakayazimika katika ardhi. Baada ya kufanya hivyo, wakaweza kutoa kafara kwa minajili ya Mwenyezi Mungu, wakafanya ibada. Hata kama ni eneo la vita ikiisha vizuri, jioni waliweza kufanya hivyo kukumbuka yale ambayo Mwenyezi Mungu amewafanyia. Na kisha pia wakaweza kuonesha mapito wamepitia, hivi kwamba wakati wameweza kutoka sehemu moja kwenda ingine, iliweza kuashiria kwamba hawa watu walikuwa sehemu hii. Ikawa ni njia moja wapo ya kuweza kudhibitishia ulimwengu kwamba walikuwa na Mwenyezi Mungu, aliwaongoza wakafanya hiyo ibada. Katika kitabu hiki cha Yoshua 8, kitabu cha Yoshua 8 aya 30-31, nataka niweze kusoma ujumbe moja unaoashiria vipi ambavyo waliweza kufanya mambo yao. 30. Kisha Yoshua akamjengea Mwenyezi Mungu wa Israeli madhabahu mlimani Ebali, kama Musa mtumishi wake Mwenyezi Mungu alivyoagiza Waisraeli, kadiri ilivyokuwa katika kitabu cha sheria ya Musa, kwamba itakuwa madhabahu iliyojengwa kwa mawe ambayo hayakuchongwa wala kuguswa na chombo chochote cha chuma. Juu ya madhabahu hiyo walimtolea Mwenyezi Mungu tambiko la kuteketezwa na sadaka ya amani. Sasa hapa tumezungumzia sehemu ya Ebali. Kulikuwa na milima miwili ambapo madhabahu yaliweza kuchengwa, ibada ikafanywa. Katika mlima wa Ebali ilikuwa ni kufanya kafara ambayo ilikuwa inawatoa katika dhambi. Na katika mlima Gerizim ilikuwa ni sehemu ya ibada ya kufanya ibada ya furaha, ibada isiyokuwa na msukosuko, ibada isiyokuwa na shida yoyote. Lao, jambo la mwisho ni kwamba katika ibada zote ambazo walikuwa wanazifanya, zilikuwa zinaashiria ibada ya Yesu Kristo ambayo ingeweza kuja kufanywa mwisho, kwa sababu Yoshua katika lugha ya Kiebrania Yehoshua inamaanisha kwamba ni Yesu. Kwa hivyo alikuwa ni mfano wa Yesu Kristo aliyetangulia kuweza kufanya mambo ya ajabu ya kutisha, kukumbusha ulimwengu kwamba
kuna madhabahu yanafaa kuwepo kumfanyia Mwenyezi Mungu ibada, na zaidi ya ibada kutoa kafara na kungojea Mwenyezi Mungu aweze kujibu hiyo kafara. Anapojibu hiyo kafara ni kuonesha kwamba tumekubalika. Nataka niweze kunukuu kitabu cha Wakorinto wa pili 1 aya yake ya 20 ambayo inasema kwamba kwa maana ahadi zote za Mungu ndani yake ni ndio, na katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Kwa hivyo katika kila jambo lililofanywa ni kutimiliza ahadi za Mwenyezi Mungu, na jinsi ambavyo mwandishi wa kitabu cha Wakorinto ametufunulia, ahadi za Mungu ni amina, kumaanisha ni kweli. Tunapositii tunakuwa washindi wa imani. Niweze kumrejesha dada Drisa aweze kutuzungumzia juu ya imeandikwa kwenye mawe. Nini imeandikwa? Ana kweli imeandikwa, amri 10 zimeandikwa, tabia za Mungu zimeandikwa, lakini Fibi tunaelezea kwamba Yoshua ameweza kuandika ile amri 10 ambazo zilikuwa zimeandikwa na Musa, akaweza kuziandika kwingine ili aweze kukumbusha kizazi kipya wawe wakiimbia hiyo, ili waweze kunakili na waweze kusifuatilia utawala kamili. Lakini je, wewe umeziandika kwa moyo wako? Haba waliweza kuandika kwenye mawe. Je, mwalimu, wewe umeandika kwa moyo wako? Yangu iko ndani ya moyo wangu. Na nafikiria kila mmoja ameelewa au waliandikiwa kwa mawe wakisoma. Leo hii unajisomea kwenye Biblia, unafunzwa, nawe inastahili uweze kuyaelewa. Sasa naomba mwalimu uweze kunisomea kitabu ya Yoshua 8 fungu 32 mpaka 35. 32 yasema, na huko mbele ya umati wote wa Israeli, Yoshua aliandika nakala ya sheria ambayo Musa aliandika juu ya mawe. Waisraeli wote pamoja na viongozi wao, wazee na waamuzi, wageni wote waliokuwa kati yao, wakasimama kila upande mkabala na sanduku la agano mbele ya makuhani. Walawi waliokuwa wamelibeba sanduku la agano la Mwenyezi Mungu, nusu yao wakasimama mbele ya mlima Gerizim, na nusu nyingine wakasimama mbele ya mlima Ebali, kama vile Musa mtumishi wa Mwenyezi Mungu alivyoagiza hapo awali kuhusu kubarikiwa kwa Waisraeli. 34 Kisha Yoshua akasoma sheria zote pamoja na baraka, lahana iliyoandikwa katika kitabu cha sheria. 35 Hakuna neno nililoamriwa na Musa na Yoshua hakulisoma mbele ya umati wa Waisraeli, wakiwemo miongoni mwao wanawake, watoto na wageni pia. Asante mwalimu kwa kutusomea. Tumeelezewa vizuri ya kwamba yaliandikwa kule Musa alipokuwa akiandika na Mungu. Alivyokuwa akiambiwa akiandika. Leo hii tumeambiwa Yoshua anayafuatilia. Yoshua amebeba mzigo wa Waisraeli, akikumbuza Waisraeli waweze kuweka agano lao kwa kutii Mungu na kuweka ile agano kwa mioyo yao. Ikaandikwa kwenye mawe, nao akaweza kuwaimbia ili wasiche wakaangamia kama wazazi wao. Je, ni swali, kama Yoshua anashughulikia Waisraeli, wewe unapepea nani mzigo? Hasa kwa kumkumbusha yale Mungu anatuhitaji tuweze kuyafanya. Unafikia wageni wangapi? Maana tuambiwa katika kile kikao ya Waisraeli kulikuwa mpaka na wageni, ama sio mwalimu? Wageni walikuwemo. Kwa hivyo mwenzangu, ngali ukiwa na mwangaza, yafaa uweze kuangazia wengine, ukawakumbusha yale Mungu anastahili tuweze kufanya. Mbona yakaandikwa kwenye mawe? Yaliandikwa ili waweze kukumbushwa. Leo hii mimi na wewe kuna kusahau. Utaweza sahau saa zingine, sio siku ya Sabato, hata wengine wachaamka vile tuko kanisani. Utaweza kukumbusha mwenzako kabla Sabato ianze ajiandae. Utaweza mpitia rafiki yako kumwambia Sabato imefika. Pia hiyo utakuwa umemwandikia, umemkumbusha yale yaliyoandikwa kwenye nakala katika amri 10 ili naye aweze kukumbuka yale Mungu anataka tufanye. Kwa hivyo ni himisho ya kwamba vile Yoshua amekuwa akibebea wana wa Israeli mzigo, nasi tuweze kupepeana ili Mungu akija nasi tuweze kuwa na wenye tumeweza kufikia ujumbe wa malaika watatu.
Asante sana, tuweze kubebeana mizigo sisi kwa sisi. Tukumbuke tablet ya kwanza iliweza kupewa Musa, akaandika amri 10 za Mwenyezi Mungu, akazisomea Waisraeli, pia Yoshua akasomea Waisraeli ili kwamba wasiche wakasahau. Unajua binadamu kila siku usahau kwa sababu shughuli zetu za kila siku zinatusumbua, zinafanya tuweze kusahau. Lakini licha ya hayo yote, tuweze kukumbuka kwamba tumekombolewa kwa neema ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo. Naingia kwake ndugu Ongera, kutamani uwepo wake. Ukizingatia kutamani uwepo wake kulingana na kitabu cha Yoshua 18 aya ya kwanza na ya pili. Asante sana kwa nafasi tena. Hakika tunapozidi kujifunza Biblia ni halali kwamba kila mmoja wetu awe yeyote yule anatamani uwepo wa Mungu katika maisha yake. Tunapoenda katika kitabu cha Joshua 18, kule tunapata kwamba Joshua amechukumika kuwagawia Waisraeli shamba la Kanani. Kumbuka kundi hili la Waisraeli lilikuwa katika makundi 12, ama kulikuwa na makundi 12 katika taifa la Israeli. Sasa Joshua alikuwa amechukumiwa na Mungu kwamba apate kuwawanya shamba hili la Kanani, sababu lilikuwa ni shamba la ahadi kwa Waisraeli ili wapate kurithi hiyo ardhi jinsi ambavyo Mungu alikuwa ametangulia kusema. Licha hayo yote, shamba liligawanywa, lakini kuna kabila 7 ambazo, ama kuna kundi 7 ambazo hazikupata sehemu. Joshua anapozidi kugawa sehemu shamba hili ama eneo hili la Kanani kwa Waisraeli, la ajabu ni kwamba Joshua kusudi lake lilikuwa ni kwamba hainue Kristo ama hainue Mungu mbele ya Waisraeli. Ndiposa ukisoma katika Exodus 25 verse 8, pale mwanzo tukianza Biblia pale kitabu cha Exodus 25 mstari wa 8, Mungu alikuwa amemwagiza Musa, akamweleza ya kwamba amjengee hekalu kulingana na mfano ambao ulikuwa mbinguni. Na Mungu akadhihirisha wazi kwamba hekalu hili ambalo Musa angelijenga, Mungu angekuja adumu pamoja na Waisraeli ndani ya hema hilo ama hekalu hilo. Sasa lile ambalo tunajifunza leo ni kwamba Mungu upenda kukaa pamoja na watu wake. Ndiposa hata katika agano hili ama katika kizazi hiki ni wazi tunaelezwa ya kwamba walipo 2 ama 3 kwa jina la Kristo yu pamoja na wao. Sasa Musa alipowaweka Waisraeli katika sehemu zao, sasa aliweza kuweka hekalu, aliweza kujenga hekalu, ama aliweza kujenga ama sanduku la agano aliweza kuliweka katikati ya Waisraeli. Ashirio wazi kwamba Mungu ndiye alikuwa anashughulikia Waisraeli kwa kila jambo. Sasa Mungu ndiye hangeweza kuwa central focus, ama Mungu ndiye alikuwa na sababu, ama ndiye alikuwa wa kutumainiwa katika taifa hili la Israeli. Kumbuka jinsi ambavyo wenzangu wametangulia kusema, hata ushindi wa Israeli waliupata sio kwa nguvu zao, bali ni ushindi ambao ulikuwa unatoka kwa Mungu. Sasa lile ambalo tumejifunza hapa ni kwamba vyote ambavyo Waisraeli wanajivunia ni mibaraka kutoka kwa Mungu. Hivyo hivyo hata sisi, hakuna lile ambalo tunaweza jivunia pasipokuwa Mungu. Ndiposa katika fundisho hili tunaambiwa ya kwamba tunamtumai Mungu katika maisha yetu, tunawatumai Mungu katika uwepo wetu. Sasa Mungu ama kuabudu kunafaa kuchukua sehemu ya katikati katika maisha yetu. Jinsi ambavyo Mungu aliwekwa katikati ya Waisraeli, aliwekwa katikati ya mataifa haya ya Waisraeli, ilipo wakiamka Mungu anakuwa ndiye wa kusujudiwa, ndiye wa kuabudiwa, sababu ndiye mwanzo ndiye mwisho wa kila jambo. La kumalizia ni kusema ya kwamba kizazi hiki tunapoishi, kuna uwezekano ya kwamba hatuna hekalu labda la kuashiria uwepo wa Mungu katika kizazi hiki. Lakini ile la maana ni kwamba agano la Bwana, sheria ya Bwana imewekwa katika roho zetu, jinsi ambavyo tunasoma katika Waibrania kwamba Mungu katika kizazi hiki amenakiri sheria zake katika roho zetu. Jinsi ambavyo dada alitangulia kusema ni kwamba Mungu sasa anashughulika na akili zetu, jinsi ambavyo tunawaza yale yaliyo mema, sababu Mungu tayari ametuelezea wazi katika roho zetu kwamba yeye ndiye anafaa kuabudiwa. Na Mungu atubariki. Amen. Asante. Naweza kunukuu jambo liloko katika kutamani uwepo wake. Nalo linasema hivi:
tunapoendelea kutegemea kazi ya Kristo iliyokamilishwa msalabani na katika patakatifu pa mbinguni, tunaweza kutazamia kwa imani wakati ambapo Mungu atakaa tena kati ya watu wake, lakini wakati huu itakuwa milele. Uwepo wa patakatifu na baadaye hekalu ulipaswa kuwasaidia watu daima kutambua uwepo wa Mungu kati yao na wajibu wao wa kufuata agano. Kwa hivyo uwepo wa Mungu ulikuwa uwasaidie waweze kumuelewa, waweze kufuata agano aliloandika pamoja nao. Ni katika kusoma kitabu cha Yoshua, kuna kabila moja anaweza kufananisha na Wakisii. Liko katika kitabu cha Yoshua 17 aya 14. Watu wa kabila ya Yosef walimwendea Yoshua wakamwambia, kwa nini umetuagawia sehemu moja tu ya nchi, sisi ambao Mwenyezi Mungu ametubariki hata akatufanya tuwe wengi sana? 15. Yoshua akawajibu, kama mmekuwa wengi hivyo hata nchi milima ya Ephraim haitoshi tena, basi nendeni mseituni katika nchi ya Wapelezi na ya Waeferai, mkaufyeke msitu huu na kufanya makao yenu huku. Ndugu Ongera, najua kabila lako ni Wakisii. Mnapenda kukata vichaka sana na shamba mnaipenda. Sasa wakati unatafuta mlango wa Kisii wataingilia mbinguni, hakika ni mlango wa Yosefu. Dada Trisa, jambo lako la mwisho. Na Yosefu huyo huyo yes, aligawiwa sehemu ya northern, ya kusini. Asanti. Northern si kusini, ni kaskazini. Trisa, jambo lako la mwisho kabla ya jambo lake la mwisho. Jambo langu la mwisho ni kwamba lesoni hii inatuelezea kwamba tumsifu Mungu tukiwa vita, tumsifu Mungu. Ndio utaweza kujenga hekalu kwa moyo wako, ndio utaweza kuandika agano kwa moyo wako. Kwa hivyo ukiwa na changamoto, tumsifu Mungu, kwa maana wakati wowote tunapomkumbuka naye anakuwa karibu nasi. Duongera. Jambo langu la mwisho ni kwamba Mungu anapotuamuru kujenga madhabahu, mababu zetu, our forefathers, mababu zetu, Musa alikuwa ameagiza Waisraeli wachenge madhabahu. Na madhabahu yalikuwa yanaashiria utakazo, kwenda kwa Mungu kwa ajili ya utakazo. Hivyo mimi pamoja nao, tunapozidi kuishi katika ulimwengu huu, lazima tuchenge madhabahu. Na Waisraeli, kumbuka, walipojenga madhabahu katika nchi ya Kanaani, walijenga madhabahu ili kutoa ishara ya kwamba nchi imekuwa yao. Na sisi tukijenga madhabahu, tunaashiria wazi kwamba sisi na Mungu kuna huo upatanisho. Asante. Ibada eneo la vita. Inanifurahisha kukumbuka kwamba katika vita walijenga madhabahu, wakamfanyia Mungu kafara, akakubali kafara yao, wakaendelea na vita kila asubuhi na jioni, wakafanya ilivyo, wakamtambua Mwenyezi Mungu, ndipo wakaenda katika vita. Nataka ukumbuke jambo moja lilifanyika hapa nchini Kenya, Tuzit 2. Wakati ambapo wale magaidi waliweza kutoa moshi, baada ya kutoa moshi ilikuwa wakati wa ibada, wakatafuta maji, wakapanguza uso wao vizuri, masikio, mapua, mdomo, wakatema mate chini kwa sababu wanachitakaza, wakaguza nywele hivi mkono mmoja, wakaosha mpaka viganja vya miguu huko chini kila mahali, mikono yote wakafanya ibada yao, wakarejea katika vita. Yaani kumaanisha hakuna jambo linakuzuia usifanye vita na usifanye ibada. Wakati wa vita pia unaweza kufanya ibada kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndiye anakufanya kwa mshindi wa imani. Tuweze kumaliziwa na ombi kutoka kwa dada Trisa. Tuchukue imani kwa ajili ya maombi. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako tukiomba msamaha wa dhambi. Leo hii tumekuja mbele zako tukiomba ile soni vile inapokuja kwetu iweze kutuwezeza kukaribiana na wewe na kuzingatia amri zako, na zaidi ya yote tubariki na Roho Mtakatifu aweze kutuongoza
kwa ajili ya kujiandaa kwa ufalme ujao. Naomba haya nikiamini Bwana utatusikiza, utatuelekeza kwenye ushindi, ni kwa jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Ibada katika sehemu ya vita ilikuwa ni fundisho letu la Biblia, fundisho la 7 mpaka fundisho la 8 litakapoingia. Kwa niaba ya mwenzangu Ongera pamoja na Trisa, tunawaaga kwa heri kwa sasa. Karibu kwa makala mengine yatakayofuata.